Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Karibu mtazamaji katika kipindi cha Koko Shambani. Hiki ni kipindi ambacho tunaangazia masuala mbalimbali ya kilimo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 10 hadi saa 12 kamili. Na hii leo tumefika katika eneo la Mida katika kaunti ya Kilifi, ambapo tumetembelea mradi wa Honeydom Enterprise, na huu mradi ni wa kufuga nyuki. Nyuki wana faida sana, msikilizaji na mtazamaji, na bila kuenda sana ningependa kukutambulisha mgeni wangu ambaye anajulikana kama Esther Kadzo. Huyu ndio anayesukuma hili gurudumu la kilimo cha nyuki. Habari ya leo Esther Kadzo? Salama sana. Sijui wewe? Mimi niko salama. Nafurahi kukuona. Umetualika katika shamba lako hapa, naona unafuga nyuki. Kabisa. The pleasure is all mine. Karibu sana. Nashukuru. Wewe ni kijana mdogo na naona sasa hivi umeingia katika mpango wa kufuga nyuki. Ni kwa nini uliingia katika mpango wa kufuga nyuki na si kilimo chengine? Kitu kwanza, mimi hupenda nature. So kitu menifanya niingie katika ufugaji wa nyuki ni kwa sababu it's a natural thing. The second thing ni kwamba ufugaji nyuki inatusaidia katika kuhifadhi mazingira. Mimi ni mwana mazingira. I'm doing environmental conservation and restoration. Kwa hiyo ufugaji nyuki, it is a nature based solution in conserving the environment. Na kitu ya tatu ni kwa sababu naona iko na potential. Mambo ya hela tena basi ni kitu ambayo inakuletea pesa, si kwa haraka, lakini inakuletea pesa nyingi zaidi pia. Bila shaka umetaja mazingira, na eneo la Mida linafahamika sana kwa sababu ni eneo ambalo limezingirwa na mikoko. Na mikoko bila shaka na mambo ya nyuki ni vitu ambavyo vinaendana. Wanapenda sana mikoko nyuki. Kabisa. Kwa nini wanapenda mikoko? Tunasema kwamba nyuki wanapenda maua. Nyuki ni wapenda maua. Kwa hiyo kule katika ile mikoko kuna aina tofauti za mikoko, na paka ufike the death of the forest, paka ufike kwa shores, kwa ocean shores, huko umepatana na mikoko aina tofauti tofauti, na zote zinatoa maua na season tofauti. Kwa hiyo season ya kwanza unaweza pata iko na Vicenias marina, nyuki wanapata chakula. Season ya pili Rhizophora, paka ufike at the end of the year unakuta nyuki wamekuwa wakiforage all throughout the year. There is no way wanaweza kosa chakula hata kukiwa na drought. Katika mradi wako huu wa nyuki uko na mizinga mingapi ya nyuki? Tuko na apiari 3. Tunasema ya kwanza iko on the side of the marine forest ambao ndio huko kwenye mikoko, alafu pia tuko na ya pili on the side of the terrestrial forest huko kwa Arabuko forest, because we blessed tuko katikati ya two biosphere. UNESCO wameidentify kama the Arabuko Sokoke Watamu Malindi biosphere. Kwa hiyo tuko katikati ya hizo misitu mbili, na zinatupatia potential nzuri sana ya kutengeza miradi kama hii, ambayo sasa, na hii hapa it is a training apiary, ambayo this is our smallest, iko na at least 35 beehives. Alafu tukichanganya zote tuna karibia mizinga 86. Ndio. Hiyo ni mizinga mingi sana. Basi hata ilikuwa zaidi, ni vile tu ya wezi nini kwa sababu ya open apiaries kwa zinavamiwa. Kwa hivyo kuna wezi pia wanakuja wanavuna asali. Kabisa. Labda tufike huko kwa mambo ya wezi. Wacha tu hapa kwa hii mizinga yote iko na labda aina
ngapi ya hawa nyuki? Manake I believe kuko na aina kama 4 hivi ya nyuki. Wewe mizinga yako iko na aina ngapi ya nyuki? Tuko na aina 2 hapa ya nyuki. Tuko na Apis mellifera mwenye anauma, alafu tuko na Melanoponine mwenye haume, stingless. Stingless sasa mostly hatumchanganye sana na hawa nyuki hawa because she's very shy. Yeah, ako shy, ako mpole, anatulia tu. Lakini hizi apiari zetu zote mostly tuko na Apis mellifera ambao ni a bee species yenye occupy the coast region of Kenya. Okay. Yeah. Kati ya hizi aina 2 ni yupi ambaye anatoa asali nyingi zaidi? Obviously ni huyo anayeuma, huyo tunayemwogopa. Huyo Apis mellifera ndio anatoa product nyingi zaidi compared to the stingless one, kwa sababu stingless production yake it is very little. Hao wenyewe ni kidogo, hao wenyewe wanakaa kwa upole, hawako aggressive paka katika uchumi. Ndio maana hata katika kujenga kwao combs wanajenga kama balloon, so inakulimit paka katika harvesting. Inabidi unatumia tuna ujuzi ambao uko unaitwa a syringe form, inakaa bomba. Ndio tunatumia kuharvest. So obviously paka ufike a 500 jar ama tuseme 250 grams jar, hukuwa umehustle kabisa. Na labda asali yao hawa wawili mtu anaweza kaitambua vipi pale sokoni? Manake umesema huyu mwingine anatoa asali nyingi, huyu mwingine yake ni kidogo. Kuna utofauti? Zote zinakaa na rangi moja? Tukianza kuongelea kuhusu shades, shades hukuwa very different kwa asali. Yani uweza kuta asali iko light on a lighter shade, nyingine iko na darker shade, nyingine iko na kama mahogany, iko hapo mixed kabisa. Lakini a shade does not identify asali kabisa. Kwa sababu gani? Ukomavu wa sega wa ile comb, tunaita comb, ukomavu wake ndio sasa itadetermine the shade. Kama sega ni jipya, kama asali imekomaa lakini sega ni jipya, shade yake itakuwa iko on the lighter side. Kama sega limekomaa na asali pia imekomaa, bado ile shade itakuwa on the darker side kabisa. Lakini sasa for stingless honey, itwaje, rangi yake siku zote iko on the darker side. It is very dark, alafu tena iko more liquidified, alafu taste yake iko na a tamarind taste, ambao pia acidity yake iko very high compared to any other honey. Yeah. Labda kuna yule ambaye anatusikiliza sasa, anatutazama katika mitandao ya kijamii na kutusikiza katika redio, angependa kuanza hii aina ya kilimo, utaratibu anaanzia wapi mwanzo? Kitu ya kwanza, kwa sababu ukulima wa nyuki hukuwa ni ukulima ni rahisi, lakini si rahisi, kwa sababu it really needs a lot of investment. Tukisema mambo ya kifedha, manpower si sana, lakini mambo ya kifedha, kwa sababu paka utafute mahali utapata mzinga. Mzinga watu huko wanaiona iko cheap, lakini mzinga si cheap. Kama Langstroth tunaweza uziwa kuanzia 7,000 kwenda juu kabisa. Sasa hiyo 7,000 ni kwamba uko na super moja. Uko na brood box na super moja. So yaitwaje, lazima uanzie hapo na uwe na magwanda ya protective gears, ndio ambayo tumeyavaa, pamoja na smoker ndo hii na gumboots na vile vitu vyote zenye zinakustahili uanze. Na in case kama yaitwaje, mtu anataka tu kuwezeka katika mradi huu wa nyuki, si ndio? Kwa sababu mambo yake ya kifedha yako sawa, lakini hana elimu, unaweza anza kwenda kufanywa training kabisa. Ufanyiwe training ujue, kwa sababu huwezi kufuga nyuki kama hauna ujuzi. Huyu si kama ng'ombe. Huyu si kama ng'ombe.
ama tuseme mbuzi, huyu ni aina ya mdudu ambaye ako tofauti kabisa, ako kitofauti kabisa. Anapenda uangalivu. Uangalivu wake si wa kila siku kama ile mifugo mengine, lakini uangalivu wake niwe wa karibu zaidi. Je, ako sawa? Akiwa ako sawa atakupatia mazao. Kama hayuko sawa utakosa mazao. Kwa hiyo itakuwa ni hasara kwako kama utajaribu kufanya mradi kama hauna ujuzi. Kwa hiyo kitu ya kwanza ni namna ya utakavyopata mzinga na magwanda na kila kitu. Kitu ya pili ni namna ambavyo utapata yale mafunzo, kwa sababu kuna fee kama unataka kuwekeza na unataka kufanyiwa. Wafanyikazi tuko unakodisha magwanda, unakodisha paka na ujuzi, na pia fee yake hukuwa ya juu kidogo. Umetaja Longstrot bila shaka ni aina ya mizinga. Tuko na mizinga aina ngapi? Tuko na mizinga aina 3. Tuko na zile logs, tuko na Longstrot, halafu tuko na aina nyingine tena. Lakini sasa kwa wajua the types of hives keep changing based on the technology kabisa. Huku kwetu Afrika, ama naweza sema huku kwetu Kenya, mostly tunatumia Langstroth. Na ile Langstroth ni nzuri kwa sababu gani? Kwa majira haya ya joto inapatia mzinga, iko na dimension ambazo inapatia nyuki nafasi mzuri ya hewa na ubaridi kidogo, kwa sababu hawezi baridi sana. Alafu na tena inawezesha uvunaji bora na wa haraka zaidi kushinda ile aina ya mizinga mingine. Sasa tuseme katika project yangu pale shambani nimefanya vile ambavyo umesema, nimepata magwanda, nimepata mizinga, nimepata smokers. Nataka kuanza. Natoa wapi mbegu ya nyuki? Ati mbegu natoa wapi? For bees hatuendi kuchukua mbegu mahali ama nini. Ukitaka kununua nyuki waeke katika mzinga wako, kuna kitu huko tunaita colony division. Colony ni ile size ya nyuki wenye wako katika mzinga, wamecolonize mzinga. Kama familia wanaishi pale katika ule mzinga. Kwa hiyo colony division ni kwamba tunatoa nyuki hapa, tunawagawanya katika nyumba nyingine. Sasa ile process ndio unaweza kuwanunua hao nyuki uwafanye kama mbegu. Sasa unaenda unanunua kutoka kwa mkulima mwingine, ama unaweka mizinga wanajileta wenyewe? Kabisa. Hiyo ya colony division ni kuchukua kutoka kwa mkulima mwingine, ama kuwachukua kutoka mahali kwengine, sasa kuwaleta katika apiari yako. Halafu sasa nyingine hiyo ya kuweka kutega tu mzinga halafu uone umekuwa colonized, ni kwamba kuna kitu tunaita swamping season. Swamping season ni ule wakati ambao nyuki wanahama. Hawa nyuki huhama kama vile birds huko wanatoka kutoka nchi nyingine, wanakuja for a season katika nchi nyingine. Hapa kwetu Mida Creek pale Arocha kuna some types of birds wenye huko wanatoka America, wanakuja mpaka Mida, wanakaa Mida, wanakaa wanazaana, halafu after a certain period wanarudi tena kwao. Sasa hiyo time hiyo ndio tunaita kuswamp. Wanatoka. So pia bees have their own season, a swamping season. So ikifika ile wakati ule wa kuswamp, you have to identify their roots. Sasa ukishajua njia zao, ndio hapo sasa unautega ule mzinga. Jambo la kwanza, mzinga hautegwi kama bado ni mpya umeutoa dukani. Lazima uoshe, ufukize na nta. Tunasema wax. Wax, ufukize. Ukimaliza kufukiza, uko na harufu nzuri. Ukiutega wanajua hapo ni kwao, hapo ni nyumbani. Lazima ile harufu itawaita. So katika ile kuswamp kwao, wanatafuta mahali wataenda kuingia, wanatafuta nyumba. So wakisikia hiyo harufu wataenda kuingia hapo. Ukiwa umetega, mostly huko tunatega juu, nafasi ya juu,
juu ya miti, lazima tujue wanapita na wapi, ndio tuende tukatege katikati ya hizo njia. Alafu after kama 1 to 2 months ambapo sasa wamezoea hiyo nyumba, ndio sasa tunaweza kutoa ule mzinga pale kwenye tumeutega, sasa ndio tuweke katika apiary katika hali hii. Zile aina mbili za wale nyuki, umetega mzinga, yule atakayekuja wa kwanza ndio huyo, sio eti kwamba labda huu ni wa hawa nyuki wale ambao ni stingless, hawa ni wale okay, for that Apis mellifera mostly hukuwa wana occupy hizi mizinga hizi, ama kuna kimzinga chengine tunaita catcher box, hiyo ndo mostly hukuwa tuna trap nazo. Lakini for stingless hawezi kuingia katika nafasi kubwa. Stingless ni wa mahali padogo padogo all the time. Kwa hiyo hata kile kinafasi chao cha mzinga, kile kimzinga chao hukuwa kidogo. Sasa nimefikia pale mahali ambapo washaingia pale katika ule mzinga wangu. Nafaa kuwafanyia nini? Niwalishe nini? Nihakikishe wana survive pale ndani? Hakuna kitu ya kuwalisha. Kwa nyuki kama nilivyotangulia, it's a natural thing. Hawa si kama mifugo wengine kwamba nitaenda kutafuta manyasi nini. Wanajitafutia chakula wenyewe. Kwa mfano kwa hivi leo pale ndani kuna 3 types of bees. There's the queen ambao ni the mother of the house. There's the drone ambao anatumika kuzalisha yule queen. Alafu sasa kuna worker bee ambao ndo anafanya kazi yote. Kazi yake ni kutafuta chakula, kwenda kutafuta maji, na yeye ndo anatengeza asali. Kwa hiyo sisi hata tukisema tunavuna, huko tunachukua chakula cha watu wenyewe wamejiwekea katika store yao. In case mambo yameharibika, kuna njaa kama saa hii, kuna njaa hii Kenya, haya basi wao wanakula chakula kenye kiko katika store yao. Inamaanisha mazingira pia ni muhimu pale unapohitaji kuweka mizinga yako. Unaangalia mazingira, labda kama ni karibu kuna maua, kuna miti ambayo ina maua. Kabisa. Kwa hivyo inamaanisha ile mikoko pale inakuwa rahisi kwenu sana kwa hawa wanyama kuenda kule kutafuta maua. Inaitwaje katika mikoko inakuwa rahisi kama nilivyotangulia kusema. Ile aina tofauti ya mikoko, kila siku kuna maua. Kila season kuna maua. Alafu pia katika the terrestrial forest huku, kila siku kila mti uko na maua yake. Alafu uona kama a forest kama a plantation forest yenye unaweza kujitengezea mwenyewe, mandhari yenye itakuwa ni nzuri, ambayo utakuwa umekaa. Kuna miti tunaita bee plants. Kama hapo unavyoona kuna mikode, na hiyo side kuna mikunazi, miti ya aina tofauti ambayo hiyo yote ni bee plants. Sasa hii tunayoita bee plant ndio inawafanya wanakuwa cool, inawafanya wanapata chakula kwa uharaka zaidi. Labda Esther Kadzo, wewe ni msichana mdogo sana na nitakuita mjasiriamali. Manake hii project ambayo unaendeleza hapa ni kitu kikubwa ambacho wengi sana hawajaanza kukizingatia katika eneo la Pwani, nitasema hivyo. Na hata tulipo hapa pia nasikia harufu ya asali. Lakini zipo faida za kufuga nyuki. Faida ni zipi na ni changamoto gani ambazo wewe unapitia katika mradi wako? Faida naweza sema kuna faida nyingi. Kitu ya kwanza ambayo mimi hukuwa nasisitiza sana ni kama ninafanya training, nawaambia wakulima kwamba huu ni ufugaji ambao haukuhitaji sana, hauhitaji a lot of your time kabisa. Si kama vile unaweza lala uamke ng'ombe wangu wakoje. Si kama vile unaweza amka asubuhi maziwa nini, hapana. Ni ufugaji ambao unakurahisishia wewe na muda wako na mambo yako. You can even multitask. Unafuga nyuki na bado unafanya kazi mahali kwengine. Unafanya mambo yako. Kwa sababu gani? Working with bees, I can say that working with these bees, it is very sufficient kabisa. It takes a person to manage the apiary really well, and the supervision goes only after every 2 weeks. Kuna yule mkulima ambaye anataka kuanza huu mradi, ungependa kumwambia labda anafaa kuanza msimu gani kuweka nyuki, na ni msimu gani ambao nyuki huwa wanazalisha asali nyingi? Haya, na
tukifika hapo yaitwaje, kama sahi tumeanza msimu wa mvua. Katika huu msimu wa mvua hatuwezi kuvuna. Huu msimu wa mvua hatuwezi kuvuna. Kwa sababu gani? Ikiwa tutavuna, tutawafukuza nyuki katika ile mizinga. Kwa hiyo wakati kama huu hukuwa ni wakati tunawaachia. Kwa hiyo immediately tumetoka katika msimu wa mvua, miti imekuwa na maua na kila kitu, tunaingia katika msimu wa kuvuna. Tukitoka katika msimu wa kuvuna, tukifika around mwezi wa 9 wa 10, tunaingia katika msimu wa trapping. Kwa hiyo tukimaliza huu msimu wa kuvuna, tunachukua mizinga, tunaiosha, ambayo wametoka, tunaiosha, tunaipeleka trapping, tunawarudisha kabisa. Labda kuna upande wa soko sana sana, soko lako unategemea wapi? Katika soko tuko na duka, tuko na hapa stage ya maziwa alongside the Mombasa Malindi Highway. Utatupata hapo, tuko na duka yetu, pia tuko na production unit yetu, tuko na pale Gede Forest Station, tuko na stall yetu pale. Alafu huku tunategemea on the beach side kuna bandas ambazo tunauza asali, tunasema beach boys pia huko wanachukua asali wakiwauzia wageni, kwa hiyo watalii. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba soko letu mostly limeenda katika utalii, na tunasema health conscious, wale watu ambao wanatambua afya yao. Alafu pia na patients, mostly huko tunapata referrals kutoka katika hospitali. Mtu ameelekezwa achukue asali hapo, aidha akona kisukari ama akona nani, kwa sababu wengine asali hutumika kama dawa ya ulcer ya nje na ulcer ya ndani kwa hiyo hii ya nje mostly madaktari huko wanawahimiza sana wagonjwa wao wachukue asali na watibiwe pia. Labda kwa yule mtazamaji, msikilizaji, kijana kama wewe ambaye amekusikiza tangu mwanzo mpaka sasa hivi, mpe ushauri kuhusiana na masuala haya ya ujasiriamali, masuala ya kilimo, ungependa kumwambia nini? Okay, ningependa kusema kwamba kulingana na hali na economy, hakuna kazi. Huwezi kusema umekaa unangoja kuajiriwa. Ni wakati ambapo tutajitokeza kama vijana. Let us embrace agriculture, let us embrace other eco-friendly ideas, so that tujibunishe wenyewe. Kwa sababu gani? Ikiwa tutakaa tungoje tumesoma ukweli, lakini ikiwa tutakaa tungoje kuandikwa kazi, hakuna atakaye tuandika kazi, kwa sababu kazi zenyewe hazipatikani. Bila shaka msikilizaji na mtazamaji, umeusikia ushauri kutoka kwa Esther Kazo ambaye ndio msimamizi wa mradi huu wa Honeydom Enterprise katika eneo la Mida katika kaunti ya Kilifi. Ni kijana mdogo, nilichokitambua kutoka kwake sio kwamba tu ni mkulima wa nyuki, bali pia ni mhifadhi ama mwanaharakati wa kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa. Huyo ndio amekuwa mkulima wetu hodari hii leo katika kipindi chetu cha Koko Shambani, na bila shaka tumejifunza mengi. Tumeshukuru sana kwa kutualika katika mradi wako, na tunakutakia kila laheri. Karibu sana, bila shaka utatualika tena siku nyingine. Shukran. Na kufikia hapo mtazamaji na msikilizaji, nahitimisha kitengo hiki cha Koko Shambani, mkulima hodari. Mimi ni Joseph Jira, hadi wakati mwingine, kwa heri. Coco FM, ladha ya Pwani.